Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari. Ikiwa tafakari hii ni ya mkesha, misa ya usiku mtakatifu, kufufuka kwa Bwana. Na tafakari yetu tuipatie kichwa cha habari: msiogope, amefufuka kama alivyosema. Ndugu zangu wapendwa, baada ya Sabato ilipopambazuka siku ya kwanza ya juma, Maria Magdalena na Mariamu mwingine walikwenda kuzuru kaburi. Tofauti ya wanafunzi wengine wa Yesu, hawa wanawake wawili, licha ya kwamba walitokea kwenye jamii iliyokuwa haiwaamini sana kina mama, bado waliweza kuyakabili maisha jinsi yanavyojionyesha na kustahimili ladha chungu ya dhuluma. Katika nyuso za wanawake hawa tunapata sura za kina mama wengi, nyuso za watoto na vijana wanaobeba uzito na maumivu ya dhuluma ndani ya jamii zetu. Katika nyuso za wanawake hawa kuna nyuso nyingi, labda tunapata sura, pengine unapata sura yako pia vile vile katika nyuso za kina mama hawa. Halafu ghafla wanakutana na ujumbe: msiogope, amefufuka kama alivyosema. Kwa ufufuo, Kristo amepindua jiwe la kaburi na pia anatoa vizuizi vyote vinavyotufunga katika hali yetu ya kukata tamaa. Ndugu zangu, katika utafutaji wetu wa usalama na tamaa zetu ambazo pengine hazina mipaka, Yesu leo anaturudishia tena faraja, anatufanya tuwe na amani na furaha kubwa. Twendeni tukaanzishe upya maisha yetu unaotoka kwa Kristo peke yake, unaotoka katika mwanga wa Yesu mfufuka. Wacha mapigo ya moyo wake yabadilishe mapigo ya mioyo yetu iliyo duni. Mapigo ya Kristo, ya moyo wa Kristo, yabadilishe mapigo ya mioyo yetu yaliyo duni. Ndugu zangu, leo ni usiku mtakatifu, usiku uliostahili kuona ufufuko wa Bwana. Na wimbo wetu wa kipindi hiki ni haleluya, haleluya. Haleluya ni shangilio la furaha. Ndugu zangu, dunia imeonyeshwa upendo wa Bwana, na sisi wenye dhambi upendo huo umetufikia. Mungu ametufadhili kwa kutupatia ukombozi. Mungu hataki tuangamie milele. Mungu peke yake ndiye mwenye kutuletea ukombozi wa kweli. Sehemu ya mwanadamu ni udongo, sehemu ya mwanadamu ndugu zangu ni ndogo sana. Sehemu kubwa inakamilishwa na Bwana. Mfano, Abrahamu alipoambiwa amchinje Isaka, alichohitaji Mwenyezi Mungu sio damu ya Isaka, bali ni utii na imani ya Ibrahimu. Abrahamu alijikuta akipewa kondoo wa sadaka na Mungu. Mungu hakuruhusu Isaka achinjwe sadaka, lakini aliruhusu mwanaye mpendwa achinjwe sadaka. Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kutenda siku zote kwa ajili ya mwanadamu. Tunaalikwa leo kushirikiana na Bwana ili basi Mwenyezi Mungu aendelee kuturudishia fadhili zake hizi. Tuoneshe utii kwake, usikivu, na hakika tutakula mema ya nchi. Halafu tutambue tena kwamba mwenzako ni fadhili kuu kwako toka kwa Bwana. Kila mwanadamu ni baraka. Ukimtendea mwanadamu chochote ni tofauti na kumtendea mnyama mwingine yote. Hivyo tutazifurahia fadhili za Bwana tukiwa katika amani na wenzetu. Patana na mwenzako ili uyafurahie mema ya nchi. Yeye ni fadhili ya Bwana kwa ajili yako. Katika kuvuka bahari ya Shamu, Mungu alionyesha upendeleo wa pekee kwa wateule wake. Wamisri wenye kiburi waliteketea majini, lakini Israeli alivuka salama. Kila wana wa Israeli walipolitafakari tukio hili, waliona kwamba hakika Mungu ana nia nao, ana upendo nao. Tukio la ukombozi liliwataka Waisraeli wawe watiifu kwa sheria ya Bwana. Kwa mfano, kwenye kuingia kwenye ile bahari ya Shamu, iliwabidi wote wakubali kuingia bila kuona shaka. Endapo kuna waliokataa kuingia, hawa ndio waliokuwa wa kwanza kukamatwa kirahisi na jeshi la Farao. Lakini walioingia ndani ya bahari hawakufikiwa na jeshi la Farao. Hapa tunafundishwa kwamba maisha ya Mkristo ni maisha ya kipasaka. Ni kufa pamoja na Kristo na kufufuka pamoja na Kristo. Lazima ukubali kuingia kaburini pamoja na Kristo
kama wana wa Israeli walivyokubali kuingia katika bahari ya Sham na baadaye kuibuka katika upande wa pili, hali wakiwa salama bila vitisho vya Farao. Maisha ya kipasaka ni ya kuamini yale tuliyoambiwa na Yesu, kama wana wa Israeli walivyolazimika kumtii Musa. Yesu ni zaidi ya Musa kwetu sisi. Ndugu zangu, tumfuate Kristo, tumfuate yeye, atatukomboa. Tumwambie, Bwana, nitoe katika kifo na kunipeleka katika uhai, kutoka katika mtafaruku na kuniweka kwenye njia iliyo njema. Nakutakia Pasaka njema. Mungu Mwenyezi akubariki na kukulinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.